bado michuano ya Ujirani Mwema Ndondo Cup inaendelea kutimua vumbi. Michuano hiyo ya mpira wa miguu ya Ujirani Mwema Ndondo Cup 2025 inazidi kusukuma siku katika viwanja viwili ndani ya jiji la Dodoma. Mratibu wa michuano hiyo Media Scene ametupasha kuwa matokeo ya michezo ambayo imepigwa huko hii leo katika uwanja wa Mtekelezo katikati ya jiji la Dodoma maarufu kama Mavunde Complex, timu ya Sabasaba FC imeibuka kidedea kwa ushindi wa bao 3-2 dhidi ya timu ya Mwangaza United. Lakini mchezo mwingine ulipigwa pale katika dimba la shule ya msingi Uhuru ambapo timu ya Fighter FC imekubali kibano cha bao 2-0 kutoka kwa wababe wa mchezo huo, timu ya Bila Kuchoka FC. Bonge la mechi ambayo limepigwa hapo. Lakini kukumbusha tu kwamba msikilizaji, ligi hiyo itaendelea tena Juni 19 na katika uwanja wa shule ya msingi Uhuru kutachezwa mchezo kati ya timu ya Wana Star dhidi ya timu ya Mkonze FC. Kesho michuano hiyo ni mapumziko. Lakini kuambie tu Musa Mtewele, mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya michezo 11 tayari imekushachezwa katika michuano hiyo ya Ujirani Mwema Ndondo Cup. Lakini yale mavuno ama mapato ya mabao ambayo yameweza kupatikana mpaka hivi sasa ni jumla ya bao 33 ambazo tumeweza kuzishuhudia zikitinga nyavuni katika michuano hiyo ya Ujirani Mwema Ndondo Cup. Lakini kimsingi ukiangalia mechi zenyewe zimekuwa ni mechi ambazo zina uwiano karibu sawa, kwa sababu nyingi zimekuwa na tension kubwa zinapoingia uwanjani. Lakini mpaka hivi sasa tumeshuhudia timu moja tu ambayo imeweza kupata ushindi mkubwa katika michuano hiyo, timu ya Miuji FC ambayo iliweza kuibuka kwa ushindi wa bao 6. Unaona, hakuna timu nyingine ambayo imefika katika hatua hiyo. Kimsingi sasa tunaiangalia michuano hiyo kwamba ni migumu kwa kila timu inapoingia uwanjani, na utabiri kama wa Sheikh Yahya pale haupo, sababu unaweza kaingia na utabiri wako ukafika pale ukapigwa na ukotoka kichwa chini. Kwa hiyo ni michuano mizuri ambayo kwa hakika inaleta tija kubwa kwa wakazi wa Dodoma na viunga vyake, hasa vijana chipukizi ambao wao wana nafasi kubwa ya kuweza kusonga mbele, kwa sababu pale hivi sasa kuna watu mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali ambao wanamiliki timu kubwa hapa nchini, wako pale kwa ajili ya kufanya ile scout ya wachezaji mbalimbali. Kwa hiyo ni neema ambayo iko pale kwa wachezaji wa Dodoma. Sawa. Lakini pia Smartman, kuna vitu vingi sana ambavyo nimeviona pale. Kwa sasa nimeona kumeanza maboresho ya uwanja. Umetaja uwanja unaitwa Mtekelezo. Lakini kuna jina ambalo umeitaja la mheshimiwa Mavunde Complex. Mavunde Complex. Nadhani hiyo ni heshima kutokana na yale ambayo amekuwa akiyafanya ya kimichezo. Sasa hivi tumeona kuna jukwaa kubwa limejengwa pale ambalo ni zuri, la VIP, bati wametengeneza jukwaa ambalo linavutia na linaweza kubeba watu wengi ambao wakakaa pale wakakingwa na jua, mvua, kwa namna yote ile. Lakini pia tumeona kuna senyenge ama fence ambayo imewekwa pembeni kwa ajili ya kupunguza ile mipira kuvuka kwenda upande wa barabarani. Ni moja kati ya viwanja kongwe sana ambavyo vipo kwenye mkoa wetu ama kwenye jiji letu la Dodoma. Uwanja umepewa jina la Mavunde Complex kwa heshima. Lakini naona eneo la kuchezea kama bado kuna kitu kinabidi kifanyike pale, kwa sababu wanaenda watu wenye hadhi kubwa kama mwenyewe mheshimiwa. Amekuwa ni mhudhuriaji mzuri sana wa michuano hiyo, tunampongeza. Lakini pia wanakuja kucheza wachezaji kutoka madaraja mbalimbali. Nimeshuhudia wachezaji wa ligi kuu kadhaa wakicheza pale. Ni kweli Musa, unachokisema ni kwamba inaonekana katika uwanja ule una impact kubwa kwa wachezaji mbalimbali wa jiji la Dodoma na vitongoji vyake na mikoa jirani. Lakini niseme tu kwamba mimi basi kama mawazo yangu hayako mbali na wewe, lakini ningemuomba mheshimiwa, lakini pia watu wengine ambao wanaguswa sana ule uwanja waweze kutengeneza eneo la kati, kwa maana pitch, ikiwezekana waweke hata ile carpet. Unaona, kwa Dodoma inaruhusiwa kwa sababu hali ya hewa ya Dodoma inakubalika kuweka lile carpet ambalo kimsingi watacheza vijana kwa utulivu kabisa. Lakini tukiangalia pia kamati ya mashindano yenyewe imefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanaweka jukwaa. Hii yote ni katika kuboresha. Lakini nimezungumza pia na mratibu CEO wa michuano hiyo, mwanamichezo Media Scene. Yeye ameelekeza kwamba ile waya ama fence walioweka kubwa zaidi ni kuboresha uwanja uonekane kuwa na hadhi ya michezo ya Ujirani Mwema Ndondo Cup. Lakini pia wanajaribu kusaidia ile mipira inapopigwa ya mashuti yasiende mbali sana, sababu kumekuwa na changamoto. Kuna siku moja pale mpira umepigwa ukaenda kujaa kwenye lori na lori ilikuwa linatembea. Unaona? Kwa hiyo wakapata shida kidogo.
Unaona utalifukuzeje lori liko kwenye mwendo na kule juu kulikuwa wazi. Kwa hiyo piga ile nduki imekwenda ikaenda kupiga kwenye lile lori lile juu kule. Likanasa kule. Lori linakwenda. Unalifukuzeje? Kwa hiyo wao wameweka ule waya pia kwa ajili kubwa, pia ni kwa ajili hiyo, lakini pia ni usalama pia kwa wale mashabiki ambao wanafika pale. Ukiingia ndani maana yake hata ushangilie vipi uwezi kutoka katika eneo la tukio kwa maana ya barabara kwenda huko. Unaona? Lakini hayo ni maboresho ya kamati ya mashindano. Lakini mimi kilio changu kuna viwanja kama vile vya Kinesi pale Dar es Salaam. Unaona? Vimefanywa maboresho ya hali ya juu. Na hasa kwa wale ambao tunaguswa na masuala ya mpira wa miguu Dodoma, basi ongeza kujitokeza. Naamini kwamba iko siku ule uwanja utawekwa carpet. Nami pia naungana na wewe kwa sababu tunatambua kuwa Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, mbunge wa jimbo hili, tunajua namna ambavyo anapenda michezo na anapenda vitu viwe katika ubora mkubwa sana. Kwa hiyo naamini kuna nafasi katika mawazo yako ya kuwekwa uwanja ama kuweka nyasi bandia, basi kuna uwezekano huo ukajitokeza pale Mtekelezo, tukashuhudia moja kati ya viwanja vikongwe vyenye jina kubwa la kimichezo, jina kubwa katika tunasema public figure kwenye aspect ya kisiasa na kijamii, Anton Peter Mavunde. Maana uwanja unaitwa Mavunde Complex. Kwa sio jambo dogo, naamini yale maboresho ambayo ameendelea kuyafanya kwenye maeneo mbalimbali ya kimichezo kwenye ule uwanja, basi itapendeza pia akigusa picha katuwekea pale nyasi bandia, watu wakicheza pale wawe na wanapata ile hadhi kubwa, mahadhi ya ubora. Kwa hiyo kwangu mimi naungana na kile ambacho Smartman Nuru Mkupa umeweza kukizungumza ama mawazo ambayo umeweza kuyatoa.